viongozi wenzangu kwa kazi ambayo mmeweza kunipa kuwa mwenyekiti wa kikao hiki cha uchaguzi. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Nawashukuru sana kwa kutumia demokrasia yenu. Nawashukuru sana kwa kutuletea kiongozi aliyepatikana leo kama makamu mwenyekiti wa kanda yetu ya Nyasa, baraza la wanawake. Niwapongeze sana, mengi wamezungumza wagombea, na hasa mwenyewe ambaye ndio leo anapata nafasi ya kuwa makamu mwenyekiti wa baraza la wanawake kanda ya Nyasa. Amezungumza mengi. Kikubwa wanawake, na waombeni tukawape viongozi wetu ushirikiano. Kanda yetu ya Nyasa ndio kanda kubwa kwenye taifa letu. Na kwa kuwa ndio kanda kubwa na ina watu wengi vile vile, niwaombe ndugu zangu wanawake, tuendeni tukasimame, tuifanye baraza letu la wanawake kanda yetu ya Nyasa ikawe baraza bora kabisa kwenye taifa hili, na baraza ambalo ni imara, ambalo halitaweza kuteteleka kwa namna yoyote ile. Sisi wakina mama tunategemewa sana, na baraza letu linategemewa sana kwenye chama chetu. Kwa hiyo niwaombe sana wakina mama wa kanda yetu ya Nyasa, tukaonyeshe nguvu kubwa, tukaonyeshe mshikamano mkubwa kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya taifa hili, tunapambana kwa ajili ya Watanzania wenzetu. Tulikuwa tuna nafasi ya makamu mwenyekiti kanda ya Nyasa, ambayo ni nafasi ilikuwa inagombewa ya BAWACHA, na wagombea walijitokeza wawili, Happiness Kwilabia na Paulina Mwaitalako. Na wajumbe wamepiga kura. Mheshimiwa Happiness Kwilabia amepata kura 7 sawa na 38.9. Mheshimiwa Paulina Mwaitalako amepata kura 11 sawa na 69.1. Na ninamtangaza rasmi Mheshimiwa Paulina Mwaitalako kuwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa. Tumefanya uchaguzi na wajumbe mmeamua na mmempata makamu mwenyekiti. Hawa wote walikuwa bora. Hakuna ambaye hakuwa bora. Na wote walikuwa wanatosha. Ndio maana nyie sasa wajumbe mmeona anayefaa kwa sasa ni Paulina. Kwa na mimi nimemtangaza kwenu kama makamu mwenyekiti, na kanda hii ilikuwa na viongozi watatu. Ilikuwa na mwenyekiti, ilikuwa na katibu, ilikuwa na mweka hazina. Kwa rasmi mwenyekiti na katibu na mweka hazina tumewaongezea kiungo kingine cha 4. Tunategemea mshirikiane. Usiwe na excuse tena kwamba jamani unajua tukao tutoshe, sasa mnatosha. Na leo kwenye kanda ya Nyasa tumemaliza. Maana yake kanda zote 10 zina viongozi, bara na visiwani. Kwa hatuna kanda iliyokuwa inapoa, yani hii peke yake. Na nikuombe sasa Mheshimiwa Happiness usogee huku mbele, lakini Mheshimiwa Happiness sogea huku mbele. Ni utaratibu wa chama chetu, ambaye kura hazikutosha huwa anasema neno la shukrani, na ambaye kura zimetosha huwa anasema neno la shukrani. Kwa nikukaribishe tukusikie. Je, utakuwa na ule moto, utaendelea na sisi, utaendelea na baraza? Karibu mheshimiwa. Tumia haki yenu ya msingi kuchagua kiongozi ambaye mmemuona anafaa. Kwa hiyo kwa hilo niwapongeze, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Paulina kwa ushindi wa kishindo. Kwa hiyo nina imani kabisa kwamba ataungana na viongozi wenzake ili kuweza kusukuma mbele gurudumu la maendeleo katika kuimarisha baraza letu la BAWACHA. Lakini niseme kwamba mimi nitatoa ushirikiano pale ambapo nitahitajika, kwa sababu hii ni siasa, na niwahakikishie kwamba sitarudi nyuma. Nitaendelea kufanya kazi za chama kama kawaida katika kuhakikisha kwamba CCM tunaiondoa madarakani. Lakini pia nikupongeze mwenyekiti wa mkutano huu kwa kusimamia mkutano vizuri pamoja na wasimamizi wa uchaguzi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru walionipa kula, lakini hata ambao hawakunipa kula, na kwa sababu kula hazijatosha, siku nyingine zitatosha. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni. Asante. Karibu Mheshimiwa Paulina. Asante. Ndugu zangu, waheshimiwa
sana wajumbe ambao ni viongozi wangu wa mikoa, lakini na viongozi wangu wasimamizi. Nipende kuwashukuru sana kwa kunipa jukumu hili la kuingia kufanya kazi pamoja na nyie. Sio kwamba nimeshinda, kwa sababu ninatambua hiki chama tunategemeana. Sio kwamba Happiness ameshindwa. Na kwa sababu tulikuwa watu wawili, ni lazima kulikuwa kunatakiwa patikanike mtu mmoja. Lakini natambua thamani ya mgombea mwenzangu. Kwenye majukumu haya tunaenda kujenga chama kwa pamoja. Kwa hiyo nikushukuru sana mgombea mwenzangu ambaye tumeshiriki pamoja. Na kwa moyo huo kabla, ninajua hata tulipokuwa tunasailiwa jana, tulipeana mikono na tukiwa tumeahidi viongozi wetu kwamba atakayeshinda ni ushindi wa chama, hatutakuwa tumeshinda sisi. Lakini tunaenda kushirikiana kwenye haya majukumu. Kwa hiyo tutashirikishana. Sio kwamba mimi ninajua kila kitu au safu hii iliyopo hapa inajua kila kitu. Hapana, tunategemeana. Ndio maana unakuta kuna kidole kifupi na kirefu ambacho ni cha mwisho. Kwa maana hiyo vyote vinategemeana. Katika baraza hili tunategemeana wote wanawake, tuende tukafanye kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano pasipo utengano. Niwashukuru wote wa majimbo mliofika ya kanda wa mikoa kanda hii ya Nyasa kwa kufika kwenu na kwa kufika kunidhibitisha kama makamu mwenyekiti wa hii kanda. Nitafanya kazi pamoja na nyie kupitia mwenyekiti wangu wa kanda ya Nyasa. Asanteni sana. Kwa kweli natoa shukrani kwa wapiga kura. Tumepiga kura kwa kanuni ambazo za sheria ambazo tumeziweka sisi wenyewe na tumeenda vizuri. Asanteni sana wapiga kura. Na nimshukuru kwanza Happy Kuilabia. Asante kwa uvumilivu, haukati tamaa. Na uendelee hivyo, maana tuna nafasi nyingi tuko mbele. Asante sana, asante mshindi. Kimeshinda chama. Karibu sana na ninakupongeza. Karibu tufanye kazi za chama. Kama walivyotangulia viongozi wangu wamesema ni kweli. Sisi wanawake ndio tunafanya kazi na tuko wengi sana. Ninakufahamu unakotoka Kwela kule. Nimefika mpaka kule Ilemba. Ilemba kule kwako kule chini. Mungu akusaidie sana na nakusihi ukatafute wanawake. Siku tukija tukipanga na katibu wangu hapa kwamba tuanze kutembelea hiyo mikoa, nafikiri kazi yako ikawe njema. Kwa kweli Rose Maemba ameongea kwa uchungu sana. Mpaka yule mama anatoka pale nje analia. Mpaka pia akili yangu imeruvuka kidogo. Ameongea kwa uchungu kwa sababu mama anaendelea. Tanzania mama anaendelea si sawa kabisa. Wewe kwa mfano mama yako amewekwa ndani, unakwenda una majirani, una mabinamu zako, yaani una majirani wana uchungu na yule, kwa nini wamemweka ndani kwa kumsingizia? Wanakuja majeshi, wanakuja migambo, wanakuja wanakuteka, wanakupiga. Kisa umekwenda tu kusikiliza kesi. Mbona hivi vitu havikubaliki? Ni nini hiki kitu sasa? Tunakwenda wapi? Wanawake mnaliona kitu kama hiki. Na wanaochapwa kule ni watoto wa wanawake wenzetu. Na wamekwenda hawana makosa yoyote. Lakini bado tunawekewa mizengo kama hiyo. Aisee, ni aibu kwa Tanzania. Ni aibu kwa nchi zetu jirani. Ni aibu. Nyenye mmeona kwenye mitandao. Viongozi wa dini wanatusaidia. Mabalozi wanatusaidia. Kwa sababu wameona karibu miaka 15 uchaguzi haupo wa uhuru kabisa. Hakuna uchaguzi wa haki, haupo. Haiwezekani. Sisi hapa tunaonesha haki na mmeona haki kabisa. Waandishi wa habari mmeona haki. Uchaguzi wa wazi kabisa. Kwa nini tuonye kila kitu wanafanya vitu vya hovyo kama hivi? Kwa kweli hiki ni vitu vya kusikitisha sana. Niwatakie safari njema mtakao rudi mikoani. Mungu awabariki, awasafirishe salama. Wa chama na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mwakajoka kwa maana ya makamu na mwenyekiti wake Mheshimiwa Sugu, na mimi nikiwa katibu wao napenda niwapongeze kwa niaba yao
wote kwanza kwa uchaguzi mzuri, uchaguzi wa haki, uchaguzi ambao umeonesha kielelezo cha demokrasia. Wanawake mmejitokeza mkiwa mnatimiza jukumu lenu la msingi, kwa sababu katika moja ya majukumu yenu ni pamoja na kuchagua viongozi wa ngazi ya juu. Kwa hivyo mmekuja kuchagua viongozi na mmempata kiongozi ambaye mlimtaka na mmepata kiongozi bora kwa ajili ya kusukuma baraza hili. Kwa hivyo kama ofisi ya katibu wa kanda tunatarajia kuona baraza likisonga mbele, baraza likiwa bunifu. Unaona, kila siku hadi siku tuone vitu vipya kwenye baraza. Tunazo fursa nyingi za vitu vya kufanya kama wanawake na tunatarajia kuyaona hayo. Paulina Mwaitalako ni mwanarukwa mwenzangu, amekuwa kwenye harakati hizi kwa muda mrefu, amepambana. Tunafahamu uwezo wake, akitaka jambo anaweza kulifanya na likatimia. Mama yetu ambaye kura hazijatosha ni mpambanaji, ni mpiganaji, mmekuwa naye siku zote, lakini mwisho wa siku kama tulivyoanza kuzungumza ni kwamba mshindi atakuwa ni mmoja, na hata akishinda yeyote bado ni chama kimekuwa kimeshinda. Kwa hivyo tunatarajia kuona tukiendelea pia kutumia uzoefu wa mwenzetu ambaye hakura hazikutosha, Mheshimiwa Paulina na kanda kwa ujumla, mtaweza kuchukua mawazo ambayo pengine alikuwa nayo yakasaidia kusukuma baraza. Chama chetu bado kinaendelea na no reform no election, na hatutarudi nyuma, hatutakata tamaa, na tunaona kabisa ushindi umekaribia. Tunauona mwanga, tumeona wananchi wameitika kwa wingi wake, tumeona viongozi wa dini wakiwa upande wetu, tumeona wanaharakati, tumeona hata watu ambao wako ndani ya CCM wanaopenda haki wamekuja upande wetu wakisema kwamba tuendelee kupush, kwa sababu mwisho wa siku kama ni mpango wa Mungu ni lazima itatokea. Hakutakuwepo na chochote na yoyote wa kuweza kuzuia. Tunaendelea kutoa pole kama chama, ofisi ya katibu wa kanda, tunaendelea kutoa pole kwa wenzetu kule ambao wamepata madhila ya kupigwa, ya kuumizwa. Tunatambua viongozi wetu wengi na wakurugenzi, akiwemo mkurugenzi wa uchaguzi Mheshimiwa Pambalu ambaye ilikuwa tuwe naye kuanzia kesho kwa mafunzo, na ninyi wote hapa ilikuwa ni waalikwa, na ndio maana kikao chenu tulikifanya leo ili kesho muingie kwenye mafunzo ya chama. Lakini yupo hali yake sio nzuri, amepigwa vibaya sana, amevunjwa mguu na amepewa kama wiki 2 za kujiangalizia, arudi tena kwa daktari kuweza kukagua kama anaendeleaje. Kwa hivyo nitumie pia fursa hii ya kusema kwamba yale mafunzo yetu tutatangaziana tena, tutarudi kwa wingi wetu na tutaendelea kupeana maarifa na mbinu na kujengeana spirit na ari ya kusukuma ajenda za chama, na mwisho wa siku tuwe washindi. Popote utakapoona mabadiliko yamekuja, jua mwanamke amehusika kwa asilimia kubwa, na wanawake hao katika kanda yetu ni ninyi na wengi ambao wako nyuma yenu kwenye mikoa yenu. Kwa hivyo niwatakieni kila laheri mnapoondoka kurejea majumbani kwenu. Ninawatakieni baraka za Mwenyezi Mungu ziwaongoze, ziende na ninyi, na ile hekima ya kiungu ya kuweza kujua nini cha kufanya na kukifanya kwa wakati sahihi ikawe ni fungu lenu